الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام Kuzangu tutumie dakika 5 mpaka 7 kujikumbusha pia huo. قال أبو عثمان رحمه الله أبسمان رحمة الله زمنيه مولك الصلاة والجمهورية قال كانوا يؤذنون 13 العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة والعشر الأول من شهر المحرم. Abu Uthman rehema za Allah zimwendee, mmoja katika wema waliotangulia sema wao katika zama zao walikuwa wanayatukuza makumi 13 kumi, yani makumi matatu walikuwa wanatukuza na kuyapa nafasi yake. Kumi la kwanza al-ashrul akhiru min Ramadhan, kumi la mwisho la Ramadhani walikuwa wanalichukua na wanalitukuza na wanalifanyia kazi, kwa sababu katika kumi la mwisho la Ramadhani, ndugu zangu, kuna usiku wa Lailatul Qadr ambaye Allah anasema Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000 kwa yule atakayekutwa anafanya ibada. Kwa hiyo kumi la mwisho masahaba walikuwa wanashikamana na ibada kweli katika mwezi wa Ramadhani, wakitafuta Lailatul Qadr. Ndani yake kuna siku katika zile witri, bali siku zote walikuwa wanafanya juhudi. Kisha al-ashr al-awwal min Dhul-Hijja, katika kumi la kwanza la mwezi wa Dhul-Hijja walikuwa masahaba wanaiadhimisha na kuichukulia ubize wa ibada, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma min ayami al-amali salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashr. Hakuna matendo mazuri yaliyo bora katika siku hizi 10. Hakuna, yani matendo yanayofanywa kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 10 mwezi wa Hija ni matendo mazuri sana. Ndani yake katika mwezi wa Dhul-Hijja kuna nini? Kuna saumu ya nini? Saumu ya Arafa. Siku ya nini? Arafa, ambayo Mtume anasema saumu yaumu Arafa yukaffiru salata al-madhiyata wal baqiya. Saumu ya siku ya Arafa ni sababu ya mtu kusamehewa makosa ya mwaka uliopita na huu uliopo. Alafu siku ya Eid ambayo Mtume anasema a'dhamul ayyami 'inda Allahi yawm an-nahr thumma yawm al-qiyam. Anasema siku zilizo bora zaidi mbele ya Allah ni siku ya 10 ya mwezi wa Dhul-Hijja na 11. Kwa hiyo masiku haya katika Dhul-Hijja kulikuwa na siku moja ambayo ilikuwa ukifunga ni sababu ya wewe kusamehe madhambi mwaka uliopita na uliopita. Alafu kulikuwa na siku ya Eid ambayo ni siku bora zaidi katika masiku ya hapa dunia. Alafu tunakuja sasa mahali mshahid wa ashrul awwal min shahri al-Muharram, kumi la kwanza katika mwezi wa Muharram, hilo tulilo nalo sasa hivi. Abu Uthman rahimahullah katika salafi wema walitangulia asema kumi la kwanza katika mwezi wa Dhul-Hijja walikuwa wanaliadhimisha na kuhakikisha wanafanya juhudi katika ibada. Na ndugu zangu, katika hili kumi kuna mambo ambayo mambo haya yanatokea patikana kama yanapatikana katika ile yale makumi mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama suila an sawm yawm Ashura, alipoulizwa kuhusu saumu ya Ashura akasema yukaffiru sanatan madhiya, ni sababu ya mtu kusamehewa makosa ya mwaka uliopita. Kwa hiyo mbele yetu kuna Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema la ishtu la asumanna tasi'a, nikipata fursa ya kuishi tena kama muda unakuja nitakuja kufunga 9 na 10. 9 na nini ndugu zangu? Na 10. Na hii ni nini? Katika ile khalifu yahuda wa nasara, wa khalifu yahuda ni na masala katika ibada zetu. Ahibatullah, angalia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema afdalu siyam ba'da Ramadhan sawm shahrillahi al-muharram, saumu iliyo bora baada ya kuondoka Ramadhani ni saumu ya mwezi wa Muharram. Tuko ndani ya Muharram, watu wafanye juhudi. Ukishindwa kabisa Jumatatu na Alhamisi, ukishindwa
Ukishindwa kabisa, basi tarehe 9. Jaribu kuangalia kalenda leo, ni tarehe 3 au 4. Sasa upate uhakika. Ukipata uhakika, basi tarehe 9 na tarehe 10 ujitahidi kuwa na saumu. Ni bora kwa sababu sisi sote ndugu zangu tunatafuta ofa za kusamehewa, za kukubaliwa matendo yetu, na hii ndio fursa, na hii ndio miezi. Katika miezi pia mitukufu, kumbuka Shahrullah al-Muharram ni katika ile miezi minne ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika kitabu chake kitukufu. Ndani ya miezi hiyo minne ni mwezi huu wa Muharram. Wabillahi tawfiq wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, nashhadu an la